Eldume, kaunti ya Baringo, wanakadiria hasara kubwa kufuatia mvua kubwa zinazosababisha mafuriko yaliyoharibu zaidi ya ekari 300 ya mahindi. Mafuriko hayo yalitokana na mto Molo uliobadilisha mkondo wake. Wakati huo tume ya mto Nairobi imehimiza wakazi wanaoishi kando ya mto huo kukumbatia mradi wa uhusishaji wa mto jijini Nairobi. Maluse Meshak ana uketo wa taarifa hii. Wakulima katika eneo la Eldume, Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, wanakadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko yaliyoharibu zaidi ya ekari 300 za mahindi. Mafuriko hayo yalitokana na mto Molo kubadilisha mkondo wake baada ya mvua za siku kadhaa na kuacha mashamba yakiwa yamefunikwa kwa maji. Mazao hayo yalikuwa yameanza kuvuna katikati ya mwezi huu wa Machi, yakitarajiwa kuzalisha kilo 2500 kwa kila ekari, zikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 87. Tulikuwa tunatarajia mafuno mingi sana. Ile pesa tulikuwa tunatarajia hapa ni 97.5 million. Ile pesa tulikuwa tunatarajia hapa. Wakulima katika eneo hili sasa wanalazimika kuyavuna mahindi yao katika mazingira magumu ya maji, huku gharama za uvunaji zikiongezeka maradufu. Zaidi ya ekari 200 zimeathirika vibaya, huku vijiji vitatu vikizama na familia nyingi kuhama makazi yao. Niombe serikali kuu na ya kaunti waje sasa watusaidie, sababu tumeumia. Kama sasa ndio tunapata mapato na pia hii kaunti wanapata sesi kutoka kwa hii mahindi tunatoa. Aidha, hatari ya wanyamapori kama vile viboko, mamba na nyoka imeongezeka kutokana na mafuriko haya. Serikali ya kaunti imeanza kusaidia kwa kutoa mafuta ya kusafirisha mazao, huku wakulima wakitoa wito wa msaada zaidi wa kifedha na udhibiti wa mafuriko. Tunajaribu kuona ni mbinu gani haswa tutaweza kusaidia wananchi hawa ili waweze ile tunasema kwa kimombo rebuild back better. Mvua hii ikizidi kuathiri maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi, tume ya mto Nairobi leo Jumanne imeandaa kikao na baadhi ya wakazi wanaoishi kando ya mto hapa jijini Nairobi kuchangia kwenye mradi wa kurejesha hadhi ya mito jijini. Haya yakijiri, idara ya utabiri wa hali ya hewa ilitoa tahadhari ya mvua kubwa kuendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku ikitarajiwa kupungua leo Jumanne. Maluse Meshak, TV47, Nairobi.